fikiria uko kwenye hatua ya kumjua mtu. Yeah. Mnaongea vizuri, mnatoka pamoja, na unaona kuwa mwelekeo wa mahusiano yani upo. Lakini siku moja anakuambia samahani, sipo tayari kuingia kwenye mahusiano kwa sasa. Unaheshimu uamuzi wake, unaendelea na maisha yako, lakini baada ya mwezi mmoja unaona akiwa kwenye mahusiano mapya na mtu mwingine. Sasa swali langu linakuja, je, kweli hakuwa tayari kuingia kwenye mahusiano au kweli ni kwamba hakuwa tayari kuingia kwenye mahusiano na wewe? Mlikuwa mko vizuri tu, mnaonesha kabisa hapa kuna mahusiano yanakuja. Yanakuja. Lakini akazuia, akasema siko tayari kuwa na mahusiano kwa sasa. Yeah. Kwa sasa siko tayari kuwa kwenye mahusiano kwa sasa. Kwa sasa, yep. Alafu baada ya muda mfupi yuko kwenye mahusiano na mtu mwingine. Yeah, sasa hapo swali. Alikuwa kweli hataki kuwa kwenye mahusiano kwa wakati huo au hakuwa anataka mahusiano na wewe? Hapo kuna mengi sana tunaweza kuongelea. Inaweza kawa kweli alikuwa hataki mahusiano kwa wakati huo. Yeah. Inaweza ikawa hakuwa anataka kuingia kwenye mahusiano na wewe. Si ndio? Yeah. Na pia inaweza ikawa labda hakuwa undecided na mtu gani anayetaka kuwa naye kwenye mahusiano kwa wakati huo. Ndio. So kuna vingi, muda mwingine mtu hawezi kukwambia black and white kwamba sitaki kuingia kwenye mahusiano na wewe. Okay. Ila atakuzungusha tu, atakuzungusha ni wewe ndio ujiongeze. Kama utakuwa kinganga, kitakulamba. Siku zote kuliko kujaribu ile bondi yetu ya urafiki, tusiwe tu kwenye mahusiano. Kwa sababu mahusiano ndio yanayovunja urafiki mwingi. Kweli. Yani ni asilimia chache sana ya watu ambao walikuwa marafiki alafu kwenye uhusiano yakaenda vizuri. Lakini asilimia kubwa mambo huaga yanaharibika hapo mbele. Eti mlikuwa marafiki alafu mkaingia kwenye mahusiano, mmezinguana moja kwa moja. So kwa ambaye unatusikiliza sasa hivi kupitia 0695 68411 ndo sehemu ambayo unaweza kutuma ujumbe wako. Na swali ambalo mimi nataka kuuliza ni kama ungeambiwa leo usipo tayari kwa mahusiano, ungeendelea kusubiri au ungeendelea na maisha yako? Kusubiri au ungebaki maisha au ungeendelea tu kuwa na maisha yako? Tuambie kupitia 0695 6841111. Una sababu gani? Kwa nini mimi nisubiri? Yani mbu nishawishi nisubiri. Hapo unakuta anakuambia hivyo. Ila anataka usiingie kwanza kwenye mahusiano ya nje huko. Anakuhold. Yeah. Sasa Popa, wewe unadhani kwenye hii scenario kwako ingekuwa nzuri ipi? Mtu kukuambia kwamba sina hisia na wewe au kwamba siko tayari? Neno lipi ni rahisi kwako? Bora useme hauko tayari kuliko kukuambia sina hisia na wewe. Sina hisia na wewe. Why? That pains, yani like haufeel chochote. Si tunapenda ukweli. Of course ukweli ni mzuri, lakini muda mwingine unaangalia na namna ya kufikisha. Kama umekuwa king'ang'anizi sana, sasa ndio unaanza kutumia yale maneno ambayo sina hisia. Unanilazimisha nini? Hapo ndo mtu anaanza kukwambia sina hisia. Unabaki unaona itapatikana tu. Tutajitahidi, tutazileta. Unajua amne. Tusiongelee tu swala la kwamba mpaka mtu anataka kuwa na mahusiano na wewe, anaku-approach, anakuambia afu unasema hauko tayari. Baada ya mwezi mmoja uko kwenye mahusiano mengine. Ila tuangalie pia nini kimepelekea mpaka huyo mwenzako anataka kukwambia anataka kuingia kwenye mahusiano na wewe. Sababu kuna vingi viko hapo nyuma. Kuna mazoea, tabia. Unaweza ukawa labda hizi tabia za rafiki wa kiume na wa kike. Unaweza ukawa ni marafiki vizuri tu, normal. Mwisho kadri muda unavyozidi kusogea, mnazidi kuwa mna connect, mnapiga story. Muda mwingine hata mnaweza kama mnapiga story hata za mahusiano ambayo mliwahi kuwa nayo nini. Mna connect. Na mara nyingi mahusiano, urafiki wa hivi unakuwa gani mzuri sana. Nakwambia hivyo sababu I know how this is. Si ndio? Urafiki wa hivyo unakuwa gani mzuri sana, ni mtamu.
Bad thing is hisia zikianza kuingilia kati. Na kwa nini hisia zinakujaga? Yani hisia zina People kiherehere. love, people fall in love. Hisia nazo zinakuja kwa haraka sana. Ndio unaambia huyo rafiki yako wa kiume ukisema umjaribu. Umjaribu tu. Kama atakataa atakubali. Hivi kweli mkijaribiwa haiwezekani? 0.01% ya kukataa. Lakini 99.9999 ni kukubali. Hiyo 0.1 ni amejikaza. Like you are my friend. Yaani hapo na tena sio kwamba eti ameondoka. Hapo ni amejikaza, ni imebidi tu anyanyuke aondoke kihitler. Lakini kihitman ya imini. Lakini pia inawezekana akawa tu amejikaza kwa sababu umemwambia mara moja. Unavozidi kuendelea. Unaona? Sasa mpaka huyo mwanaume amefikia hatua anakuambia ni kwamba ameona kitu kwako, si ndio? Yeah. Amne, umekuwa rafiki yangu kwa muda mrefu and I'm seeing everything kwa yule mwanamke ninayemtaka kwako. Okay. So ningetamani wewe ndio uwe mwanamke wangu. Issue inaanza kwenye obstacles ambazo zitakuja hapo katikati. Afu wewe unachomoa. Unajua Popa, wewe ni rafiki yangu tu. Kwa nini unapenda kuleta mambo makubwa hivyo Popa? Mambo makubwa nini? We are just friends. Unajua mimi nataka tuwe marafiki. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni rafiki yangu, unanielewa sana na mambo mengi ya kuongea. Wewe ndo mshauri wangu. Inakuwaje tuingie kwenye mahusiano? Sasa imagine tumeingia kwenye mahusiano, hapo itakuwa tutaongea. Kwa kweli Tutapiga story, tutaconnect. Tujitahidi tu tusiachane. Hapo ndo magumu sasa. Balaa hiyo. Yeah, anasema mimi nisingeweza subiri, na hata ukaribu nitapunguza, mawasiliano pia atapungua. Yeah. Kama alishazoea kutwa nimempigia mara 5 kwa siku, basi itakuwa moja kwa siku, tena ni mchana. Nisome kama Mr. Vibe Junior au DJ Moka kutokea Zanzibar. Anasema kiukweli hamna cha kusubiri hapo. Unashusha brandi. Nisome kama Niki wa Kinondoni. Kabisa. Tetea brandi. Watu unatetea hadi brandi jamani. Tetea hiyo brandi. Anasema nisome kama Rasam Jayara kutokea Mwanagati, na wapata kwa uzuri sana, yani sauti ipo juu zaidi. Anasema anaitwa Rahma kutokea Zanzibar, akiniambia hataki mahusiano, mimi nitasubiri, maana mimi nishawahi kuambiwa na mpenzi wangu hana hisia na mimi, na mimi nilisubiri huku nikiwa najua ana mahusiano na mtu mwingine, lakini sasa anasumbuka, anataka kurudiana na mimi, ila mimi nakaza ili yaumie kama nilivyoumia mimi. Okay. Anasema jamani, hivi mapenzi huwa yana umri? Mimi jamani, kuna mbaba kanipenda, ananidumia hatari mpaka nampenda tena. Mapenzi hayana umri. Anasema naitwa Mara, mimi ningepiga magoti kuomba, kuna siku atakubali tu. Kwani akubali? Kwani lazimishi? Anasema dada na kaka nisaidieni kimawazo. Okay. Mimi nakaa na mpenzi wangu, ila nikimshauri kutunza pesa anisikilizi, ila akiwa na shida ananiomba pesa zangu, ila yeye hajawahi kunisapoti. Je, ana upendo na mimi? Nisome kama dada Zuhura. Ya, upendo unakuupo. Upendo unaweza ukawepo, si ndio? Upendo upimwi kwa kutoa pesa, si ndio? Yeah. Ni vile tu kama mwamba na yeye amegoma kuhudumia. Embu wewe jaribu na wewe kusitisha. Si ndio? Uone mazingira yanaendaje. Okay. Maana unaambiwa ukishazoea kuwa unampa mbwa chakula kila siku, siku ukiacha atakukata mkono. Umeona? Ila kama ni yule mwenye adabu, anajua huyu ni master, atatulia. Ila simaanishi ni mbwa, ni mfano tu. Kwa hiyo kama mtu umemzoesha tabia ya kuwa unampa akiwa na shida, ila yeye
ukiwa unamuelekeza vitu vya kufanya haelekei, na pesa zake au vitu vyake kwake ni vya kwake, ila vya kwako ni vyenu. Wewe jaribu kukata ile stream ya kuwa sehemu ya kusolve matatizo yake mara kwa mara. Okay. Afu uone namna ambavyo mahusiano yenu yatakavyoenda. Mwenyewe utaona ni mtu sahihi au sio? Yep. Anasema anaitwa Aaron Mbelo kutokea 67 Kagera hapa. Mimi kwa upande wangu ninamuappreciate sana mtu ambaye ninapomfungukia asiponipenda ananiambia ukweli kuliko yule ambaye ananidanganya. Nazidi kuzama na kuinvest kwake, then mwisho anaondoka kwangu bila kujali, hata cause akiniambia mapema huenda nikaenda kumpata mtu sahihi kwangu, ama huenda mimi sikuwa mtu sahihi kwake. Anasema mimi nitakaa mbali naye, nikimuona roho itakuwa inaniuma. Anaitwa Aitos from Tegeta. Washikaji wote wanachomoa. Anasema mimi ningeendelea na maisha yangu sababu nilishawahi kumpenda besti yangu wa kike, aliniumiza na maamuzi yake. So bora ufanye maisha yako. Nisome kama Ibu, anaitwa Ibu Kid huyo. Alimpenda besti yake wa kike. Anasema kuwa na mahusiano na mtu ambaye alikuwa rafiki yako ni kitu kibaya, maana utapoteza mshauri wako mzuri. Naitwa Peter Mohana kutokea Igunga, Tabora. Anasema ningesubiri, maana subira huvuta heri. Maana mimi kuna mwanamke nilimsumbua mwaka mzima, ananijibu hana hisia na mimi, nitafute mwanamke mwingine. Ye hatuendani, nikakaza hadi leo ananipenda, hataki hata kusikia habari ya mimi kuwa na rafiki wa kike tofauti na yeye. Kuna muda subira inavuta heri. Subira kuna muda inavuta heri. Ila ukikutana na subira inayovuta poka kivutiki. Okay, Hasmina naomba unitafute Instagram. Nenda pale Instagram @amne pale utanipata, afu niandikie huo ujumbe ambao unataka kuongea na mimi. Anasema naitwa Passion kutoka Tegeta. Mimi ningeendelea na maisha yangu because mapenzi hayalazimishwi. Anasema naitwa Fini from Tegeta. Kwa upande wangu mimi nisingeweza. Yaani hapa wakaka wengi hawataki mambo ya urafiki hapa. Urafiki wa nini? Wanataka mambo ukishaingiza mapenzi. Kwanza mimi ningeshauri wakaka wengi wasipende ile tabia ya kuwa wanaendekeza urafiki wa mwanaume na mwanamke. Wasiuendekeze sana huo. Sababu ni sehemu moja ambayo yani ukijichanganya unampenda mtoto wa mtu, afu unakuta mtoto wa mtu naye hana hata mawazo na wewe. Unajua si wanaume ni wepesi sana kuingia kwenye mfumo. Kwa nini? We love. That's our thing. Ndio tabia yetu hiyo, tunapenda. Wewe una rafiki yako ambaye ukimpigia simu una shida na solve hapo hapo? Ninao. Unawe. Sababu ni wanangu. Ni marafiki zako ndio wanakupenda. Okay. They love you. Yeah, na mimi nawapenda pia. So it's easy for men to love. Okay. Yeah. Na tukikupenda, ukiona yani hata ukiona changamoto yoyote, kama uko kwenye friend au uko kwenye mahusiano, we find a way to fix it. Watu wema kabisa. Ila sasa ndio usije mkajichanganya ukaenda huko upande wa pili hapo, sababu hawawezi wakakataa. Ukichanganya tu ukaingia upande wa pili hawachomoa. Yeah, so kuna tofauti kati ya kutokuwa tayari na kutokuwa tayari na mtu fulani. Kutokuwa tayari na kutokuwa tayari na mtu fulani. Kutokuwa tayari kuingia kwenye mahusiano na kutokuwa tayari kuingia na mtu fulani. Kuingia kwenye mahusiano na mtu fulani. Yeah. Inawezekana. How is it? Tofauti ipo. Tofauti ya kwanza hiyo ya kutokuwa tayari, yani ni hauko tayari kuingia kwenye mahusiano na mtu yoyote yule. Kiujumla. Wewe ni unataka tu ufanye maisha yako, ila utaki mambo ya mapenzi baby hapana. Mm-hmm. Ila hauko tayari kuingia kwenye mahusiano na huyo mtu,
ni kwamba ndio unataka mahusiano, Yeah. lakini sidhani kama huyo ndio mtu sahihi kwa hiki kipindi ambacho unakitaka. Na amna kitu kizuri kama kuingia kwenye mahusiano na mtu ambaye unamtaka wewe, mtu ambaye umeridhika na nafsi yako, kuliko kuingia kwenye mahusiano sababu tu ndio opportunity pekee ulionayo. Okay. Unanielewa? Yeah. Wewe Amne umekuja kuniambia kwamba una hisia na mimi, unataka kuingia kwenye mahusiano na mimi. Mimi na mimi naona sema Amne PC. Sioni kama vile Amne ndio ni mzuri na kila kitu, lakini are we gonna be tutakuwa kuna kitu hapa au tutakuwa tuna force? Maana mnaweza mkawa mmematch vizuri kimuonekano, lakini kila kitu mnakilazimisha. Kila kitu kinakuwa ni kama kinalazimishwa. Yeah. Kwa hiyo unatakiwa pia ujue bana, usikurupuke kisa tu mtoto mzuri, kijana mzuri ametaka kuingia kwenye mahusiano na wewe umeona huyu kaka mzuri, huyu dada mzuri, acha tu niingie na hivyo mimi mwenyewe sielewi. Jitafakari, uko tayari kuingia kwenye mahusiano? Are you willing to be open kwenye hayo mahusiano? Kama uko tayari get in, ila kama uko tayari na kushauri pumzika. Okay. Yeah. Kutokea YouTube hapa namuona Brook Tiger, mwenyekiti mwenyewe kabisa, na kuona Ngubo, na kuona Juma Kaboza. Wa kwanza wewe umeanza saa ngapi Juma? Na kuona Valentine Mohamed anasema nasikiliza kipindi cha Love Cruise nikiwa Mozambiki. Asante. Pole sana Brook Tiger. Na kuona Niru Shufa, na kuona Gabriel, na kuona Taki, na kuona Aisha Monyelu, na kuona Taki Mpunda anasema Trace apiga ngoma fulani hivi maana leo kuna mwanamke kaniboa. Pole sana. Jafet anasema mwanangu Paul DJ Tracer weka ngoma kali sana. Brook Tiger anasema Amne ni bora uniambie hauko tayari, ila ukiniambia hauna hisia na mimi, yani hiyo ndo mara ya mwisho kupiga story na wewe. Na kuona Nasma Ali, na kuona Omari Matajiri anasema nisome kama Omi na wapata vizuri sana nikiwa pande za Ulongoni Beach. Kwa hiyo tuendelea. Pande za Karume kiufupi mimi sinaga uvumilivu na mwenye wasiwasi na mimi. Asante sana Prosper. Mambo hayo nasikia watu. Kwaje na uvumilivu na mwenye wasiwasi? Watu wachekeshi kiufupi. Kwa sasa tutafanyaje jamani? Tutafanyaje hapo? Fanyaje? Hasa kwani follow your heart. Ndio. Nimejitahidi sana kufollow my heart, lakini bado wewe unaendelea kuniambia niendelee kuwa na wewe. Kwa hiyo tunafanyaje kaka? Kuna waliolazimishwa na ikawezekana. Wapo. Okay. Uwezo kutongozwa mara moja tu eti kisome nikataa mara moja mimi nikubali. Ikifikia ile hatua sasa wewe kaka na wewe uchoki. Unaanza kuona ukati tamaa. Hizi hapa kweli atakiwa nikate tamaa. Hiyo kuna ile sehemu ya matumaini, unaona matumaini hapo. Umeenda umefukuzwa, ila unaona hapa kuna matumaini, unarudi tena. Yeah. Lakini si inawezekana pia ikawa mtu anakuambia kwamba hayuko tayari kuingia kwenye mahusiano na wewe kwa sababu anataka kukuprotect. Yeah, that one too. Hiyo pia you never know huyo mtu ana vitu gani ambavyo viko kwenye maisha yake ambavyo vinaweza vikakuaffect wewe. Yeah. Kwa hiyo tunaelewa. Perfectly. Absolutely tunaelewa. Yeah, tusiwe tunalazimisha kila kitu kiende vile ambavyo sisi most of the time tunataka. Kuna muda kuna muda mtu anakuwa na hofu kwamba labda hataki wewe uingie kwenye mfumo wa maisha yake kutokana na vile ambavyo maisha yake yalivyo. Yeah. Si ndio? Hataki wewe uje uvurugike na mfumo aliona wewe yeye kwenye maisha yake. Ni kweli? Yeah.
kila mtu ana maisha yake anayoishi yeye privately, si ndio, na anaishi public pia. Ila kama mtu yuko tayari kuingia kwenye mahusiano na wewe, usiogope, si ndio? As long as huyo mtu anaweza kucarry the burden, kubeba ile burden ambayo uko nayo. Let's say labda wewe una traumas, si ndio? Uamini wanaume, sababu wanaume wamekudanganya sana. Kila ukiamini tu, aishi wiki ameshapotea. Mambo yasharibika. Unamkazia mwezi wa pili, ile tu umemwachia, kafanikiwa shwa, kapotea, si ndio? Unaanza kuingia na hofu, unaogopa kuingia kwenye mahusiano, na ukiingia kwenye mahusiano unakuwa unakaza, uelewi, hofu. Kwa hiyo usiogope sana. Don't be too afraid. Kuna watu wengine wanaletwa kwenye maisha yako kufix vitu ambavyo viliharibika. Anaweza asije kukufix, sababu siku hizi mtu utawaza tu kufixiwa financially. Ila anaweza akaja kufix vitu vingi kwenye maisha yako tofauti na financial. Kuna furaha unaweza ukawa hujawahi kuwa umeipata tokea umezaliwa. Ila huyo mtu akaja kwenye maisha yako akakuletea furaha ambayo hujawahi fikiria hata ungewahi ipata. Umeona? So don't be too scared. Hii dunia ni ya kwetu, to explore, si ndio? Fuata nafsi yako inavyokuambia. Follow your heart. Leo mambo ni ya moto haya. Anasema mimi nishawahi kuambiwa sipo tayari kuwa na mahusiano kwa sasa. Nikavumilia sababu nilikuwa nampenda sana. Tukaendelea kudate akiwa na mimi, ananiambia ananipenda na anaenjoy, ananiita majina mazuri. Siku moja tukagombana, akaniambia kwanza nishasema sitaki mahusiano, ila namlazimisha, na akasema sex haimaanishi sisi ni wapenzi. Niliumia sana, lakini mwisho wa siku nikamsamehe, tukawa wote, na akasema hata niacha siku moja. Nikapiga simu usiku, akapokea mwanamke na akasema wewe ni nani unapiga simu usiku kwa mwanaume wa mtu? Mimi nikajibu samahani. Kesho yake mwanaume akasema nimemharibia kwa mke wake, leo hii anataka turudiane tena nisome kama Alia. Naona sasa mtu akishakwambia yuko tayari, hataki kuingia kwenye mahusiano, msikilize. Na tatizo lingine ndio hilo, amekwambia hataki kuingia kwenye mahusiano, umelazimisha, si ndio? Hapo mwisho wa siku na wewe twende break. Okay. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.